AM Online TV. Tumekuwa katika mafunzo ya muda wa wiki mbili na wenzetu wa zimamoto kutoka jiji la Marburg nchini Ujerumani. Mafunzo haya yamekuja kwa lengo mahususi la kuwajengea askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji uelewa na kuwajengea uwezo wa mbinu mbalimbali za kupambana na majanga ya moto, lakini pia mbinu mbalimbali za kusaidia katika matukio ya ajali barabarani. Kwa hivyo tumekuwa na ushirikiano na wenzetu. Tupo na mzimamoto anaitwa Mark Philip kutoka Marburg na mwenzake Philip Muller, ambao wameendelea kutujengea uwezo. Tumeendelea kubadilishana ujuzi wao walichokuwa nacho na sisi tulichokuwa nacho. Tunabadilishana uwezo na ujuzi namna gani na mbinu gani za kutumia wakati wa kupambana na majanga mbalimbali yakiwemo majanga ya moto na majanga ya ajali barabarani. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kilele, tunahitimisha mafunzo haya. Ndio maana mmeona askari wamekuwa kiendelea na mafunzo kwa kutumia madawa mbalimbali ama fomu. Tumeendelea kutumia fomu hizo ambazo zipo za aina tofauti tofauti na kwa kiwango tofauti tofauti kuzima mioto ya madaraja tofauti tofauti kwa kutumia madawa hayo. Lakini pia tumekuwa na zoezi la kuwaokoa wale majeruhi ambao huenda wakati wa ajali ikiwa imetokea wanakuwa wamekwama katika magari, hivyo wanashindwa kujinasua ama kujiokoa wao wenyewe. Kwa hivyo kwa kutumia vifaa mbalimbali ambao vifaa hivyo wametupatia vimekuja kama msaada, tumetumia vifaa hivyo na tumeweza kuwanasua ama kutengeneza scenario ya kuweza kuwanasua wale ambao wanakuwa kwa namna moja au nyingine wamekwama katika vyombo vya usafiri. Kwa hiyo nasema tu kwamba mafunzo haya kwa sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro yametujengea na yameongeza sana tija kwa askari na uwezo wa kupambana na haya majanga endapo yatatokea. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, na husika na masuala ya mafunzo, lakini vile vile ni operation inayosimamia shughuli za uzimaji moto katika mkoa. Tumepata kufanya mafunzo na askari wenzetu, askari wa zimamoto na uokoaji kutoka katika nchi ya Ujerumani katika jiji la Marburg. Mafunzo haya yamehusisha uokoaji wa barabarani, matumizi ya kemikali mbalimbali ambazo tunazitumia kuzimia moto, lakini vile vile na namna ya kuokoa watu kutoka kwenye majanga ya maafa mbalimbali ikiwemo majanga ya mafuriko. Kwa hiyo tumefanya water rescue na mafunzo hayo tumeweza kunufaika nayo kwa sababu yanatujengea uwezo wa kukabiliana na matukio mbalimbali yanayojitokeza katika mkoa wa Kilimanjaro. Today we are here at the fire station in Moshi, Kilimanjaro. We are two firefighters from Germany, the town Marburg, and we have a great partnership for over 3 years. On this day we make a practice with foam to combat fire. So we explain the trainees how they use the foam and also how they build the system of the foam and can in the future use this for fires in cars, plastics or in vegetations. Foam is not usable in the fire station, not daily. They use it and active practice, and we use it in a real situation. We can show them how the foam works. What is the problem with foam when you have rain, when you have wind? These are things that destroy the foam. And the benefit for the trainees is that they see it, how this works. Zimeonekana kuwa ni njia za kisasa zaidi ukilinganisha na njia ambazo tulikuwa tunatumia awali. Kwa kiasi kwamba tunawaaminisha kwamba tunaweza kufanya kazi kwa kiwango cha juu kulinganisha na kiwango kile tulichokuwa tunatumia. Tumeongeza kiasi fulani kiasi kwamba sisi tumekuwa watumishi rasmi ambao tuna uwezo zaidi kuzima hata juu ya magorofa, majumba madogo madogo na milipuko ya magari katika vurugu za hapa na pale ambazo zinaweza zikasababisha matukio ya ajabu, vifo na mambo ya ajabu ambao yanaweza yakaleta adha kwa watu mbalimbali. Miongoni mwa mambo kama hayo inaweza ikawa labda vituo vya sheli vya mafuta hivi. Na tumepata mafunzo kutoka nchi ya
Ujerumani, mji wa Marburg. Kiukweli ni mafunzo mazuri, yameweza kutuimarisha sisi kama askari wa zimamoto na sisi kama firefighters na waokoaji katika ajali mbalimbali. Tumeweza kupata mafunzo mazuri na kiukweli tumetoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Tunawashukuru sana wenzetu hawa kutoka Ujerumani. Ni vizuri kufanya hivyo na pengine tunawakaribisha pia waweze kufika hapa nchini Tanzania. AM Online TV.